Je, ni kwa nini Rais William Ruto ambaye kwa miaka mingi alikuwa mpinzani mkuu wa Raila Odinga leo ndiye anaonekana kuongoza juhudi za kumwenzi kwa heshima kubwa kuliko ilivyotarajiwa na wengi? Je, ujenzi wa mausoleum ya takriban shilingi milioni 30 ni njia ya kuhifadhi historia ya taifa au kuna hesabu za kisiasa zinazoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027? Na wakati wa Kenya wengi bado wanapambana na gharama ya maisha, ajira na huduma muhimu. Je, huu ndio ulikuwa wakati sahihi wa kutumia fedha hizo? Leo tunachambua hoja hizi kwa kina, tukitenganisha ukweli, maoni na uchambuzi. Karibu Mr. Zack, mahali ambapo habari hasisimuliwi tu, bali huchambuliwa kwa kina, kwa usawa na kwa ushahidi. Baada ya kifo cha Raila Odinga, Kenya imeingia katika kipindi kipya cha kisiasa. Tumeona mazishi ya kitaifa, viongozi kutokana na sehemu mbalimbali za dunia wakifika kutoa heshima, na sasa serikali imeanzisha mchakato wa kujenga mausoleum ya kumbukumbu. Lakini hatua hii imezua mjadala mkubwa. Wapo wanaosema ni heshima inayostahili kutokana na mchango wa Raila katika historia ya Kenya. Lakini wengine wanauliza kwa nini sasa? Kwa nini serikali ya Ruto inaonekana kuwekeza nguvu nyingi katika kumwenzi aliyekuwa mpinzani wake wa muda mrefu? Leo tunachambua hoja hizi kwa utulivu. Sehemu ya kwanza, mausoleum ya shilingi milioni 30 ni ya nini? Serikali kupitia National Museums of Kenya ilitangaza mpango wa kujenga kaburi la kifahari katika eneo la Kang'o-Kajaramogi Pondo. Kwa mujibu wa mpango huo, eneo hilo lilikuwa kaburi pekee. Eneo hilo halitakuwa kaburi pekee. Inatakiwa kuwa na maktaba, kituo cha kumbukumbu, sehemu utafiti na vituo vya historia. Lengo rasmi ni kuhifadhi historia na mchango wa Raila kwa vizazi vijavyo. Kwa mtazamo wa serikali, huu ni uwekezaji katika urithi wa taifa. Sehemu ya pili, kwa nini mjadala ni mkubwa? Hapa ndipo maoni yanawanyika. Kenya bado inapitia changamoto nyingi. Wananchi wengi wanalalamika gharama ya maisha, biashara nyingi zimepungua, vijana wengi hawana ajira, hospitali na shule nyingi bado zinahitaji kuboreshwa. Ndio maana baadhi ya wananchi wanauliza, je, fedha hizi zingeweza kusaidia maeneo yenye uhitaji mkubwa zaidi? Kwao sio kwamba wanapinga kuhifadhi historia, wanahoji muda na vipaumbele. Sehemu ya tatu, kwa nini Ruto ameonekana kuwa karibu na jamii ya Luo? Hii ndiyo swali ambalo wengi wanauliza. Tangu kifo cha Raila, Rais Ruto ameonekana mara nyingi katika shughuli zinazohusiana na urithi wa Raila na kutoa kauli za kumwenzi. Baadhi ya wachambuzi wanaona hii ni njia ya kujenga umoja wa kitaifa baada ya kipindi kirefu cha ushindani wa kisiasa. Wengine wanaamini inaweza pia kusaidia kuboresha uhusiano kati ya serikali na eneo la Nyanza. Lakini pia kuna wanaodhani hatua hizi zinaweza kuwa sehemu ya maandalizi ya mazingira ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hata hivyo, hadi sasa hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaothibitisha kuwa hiyo ndiyo sababu ya hatua hizi. Sehemu ya 4, je, ODM inaweza kubadilika? Kifo cha Raila kimeacha pengo kubwa ndani ya ODM. Swali linaloulizwa ni nani atakayekuwa mrithi wa kisiasa wa chama hicho? Je, chama kitaendelea kuwa na nguvu kama zamani au viongozi mbalimbali wataanza kupanga upya siasa zao? Haya ni maswali ambayo muda pekee ndio utaweza kuyajibu. Sehemu ya 5, kaburi ya kifahari inaweza kuwa na manufaa gani? Wanaounga mkono mradi huu wanaamini unaweza kuongeza utalii wa kihistoria, unaweza kuvutia watafiti, unaweza kuleta biashara na ajira katika eneo la Pondo, na unaweza kuhifadhi historia ya taifa. Lakini wanaopinga wanaamini manufaa haya hayatatatua matatizo ya haraka ambayo wananchi wanakabiliana nayo kila siku. Hivyo mjadala unaendelea. Mwisho kabisa, pengine swali muhimu si kama Raila anastahili kuheshimiwa.
Wengi wanakubaliana kwamba mchango wake katika historia ya Kenya ni mkubwa. Swali kubwa ni je, namna na muda wa heshima hiyo itaenda na hali halisi ya maisha ya Wakenya leo? Na je, hatua hizi zitabaki kuwa kumbukumbu za kihistoria pekee au pia zitabadilisha siasa ya Kenya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027? Majibu ya maswali hayo yanaonekana kadiri muda unavyosonga. Sasa ningependa kusikia maoni yako. Je, umeona serikali imefanya jambo sahihi kujenga kaburi la kifahari la Raila, au unaamini fedha hizo zingetumika kwanza kutatua changamoto zinazowakabili wananchi? Andika maoni yako kwenye sehemu ya comments, lakini tujadiliane kwa heshima. Kama umefika mwisho wa video hii na umefurahia uchambuzi wa kina, usiondoke bila kubonyeza subscribe. Hapa Mr. Zack tunachambua habari kwa utulivu, kwa ushahidi na kwa lugha rahisi ili kila Mkenya aelewe kinachoendelea. Bonyeza like, share na washa kengele ya arifa ili usikose uchambuzi wetu utakaofuata. Asante kwa kutazama. Mimi ni Nyambunde Zack. Tukutane kwenye video ijayo. Mungu akubariki.